Ni tarehe 8 Dhulhijja, tarehe ambayo inasadifiana kabisa na kuanza kwa safari ya al-Imam al-Husayn bin Ali kutoka katika mji mtukufu wa Makka na kuelekea katika viwanja vya Karbala. Maswali ya msingi ambayo tunaweza kujiuliza katika tukio hili. Swali la kwanza, siku hii ina umuhimu gani mpaka ifikie sisi tuweze kuizungumzia? Lakini swali la pili ni kwa nini al-Imam al-Husayn bin Ali alitoka na kuanza safari yake kuuacha mji wa Makka na kuelekea Karbala katika masiku kama haya? Hapa tunazungumzia masiku ambayo hija na ibada zake ndiyo inakwenda kuanza, lakini kama ambavyo baadhi ya kauli zinasema ya kwamba al-Imam al-Husayn alikuwa amekusudia kufanya hajju tamattu katika mwaka ule, kutokana na yeye kutaka kuianza safari yake akalazimika kukatisha hajju tamattu na kuibadilisha kuwa ni umratul mufrada ili tu aweze kuanza safari yake. Katika kujibu swali la kwanza, ili kuweza kugundua ya kwamba siku hii ni siku ambayo inastahiki kuzungumziwa, tunaweza kusema ya kwamba ndiyo ilikuwa siku ya mwanzo wa harakati nzima ya al-Imam al-Husayn bin Ali, kwa maana ya kwamba yale yote ambayo tutakuja tutayazungumza katika masiku ya Muharram, siku ya Ashura bilkhusus, hatuwezi kuyazungumza bila ya kuzungumzia tukio la al-Imam al-Husayn kutoka Makka na kuelekea katika viwanja vya Karbala, kwa sababu msingi mzima wa harakati ya al-Imam al-Husayn ulikuwa unapatikana katika hii safari na alikuwa ameshaanza kuuonyesha katika hii safari. Hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kuzungumzia tukio la al-Imam al-Husayn kutoka katika mji wa Makka na kuelekea katika viwanja vya Karbala, kwa maana safari hii ndiyo ilikuwa mwanzo wa harakati na mapinduzi yaliyokuja kupatikana katika mwezi mtukufu wa Muharram. Lakini katika kujibu swali la pili ya kwamba kwa nini al-Imam al-Husayn aliamua kutoka katika masiku haya matukufu ambayo ibada ya hija inakaribia kuanza, hapa kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza ni sababu ya dhahiri na sababu ya pili ni sababu ya ndani kabisa. Kuhusiana na sababu ya dhahiri ni kwamba amri iliyokuwa imetoka kwa mtawala wa zama zile ambaye ni Yazid ibn Muawiya ilikuwa inaamrisha ya kwamba al-Imam al-Husayn bin Ali popote atakapopatikana aweze kuuawa, hata kama atakutwa ameambatana na ukuta wa al-Kaaba. Hivyo al-Imam al-Husayn kwa kulinda heshima ya haram, kwa kulinda heshima ya al-Kaaba, akasema ya kwamba nisitoe fursa kwa watu kuweza kuimwaga damu yangu ndani ya sehemu ambayo Waislamu wote wanaitukuza, ndani ya sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi kuweza kuielekea katika ibada zetu. Lakini sababu ya ndani zaidi iliyompelekea al-Imam al-Husayn kuondoka katika masiku haya, yani tarehe 8 Dhulhijja, ni kwa sababu hapa tunazungumzia tarehe ambayo watu wa Makka kipindi kile walikuwa imma watakutana kwa pamoja, wenyewe wakiita ni yaumut tarwiya, au wale ambao wanatoka katika miji mingine watakuwa ndio wanaanza kumiminika na kuingia katika mji wa Makka. Na ndiyo maana utakuta al-Imam al-Husayn aliamua kuchukua njia ya kutoka mji wa Makka na kufika mpaka katika bonde la Ghadir, alafu kisha kuelekea katika mji wa Juhfa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika bonde la Ghadir, hapa ndipo kulikuwa kuna njia panda, ni sehemu ambapo njia zinapishana, ya kwamba watu wanaotokea Iraqi, watu wanaotokea Yemen, watu wanaotokea Misri, wote watakutana katika bonde hili na kisha kuingia katika mji mtukufu wa Makka. Hivyo al-Imam al-Husayn akawa anataka kuitumia fursa hii ya kwamba watu watakapokuwa wanaingia mji wa Makka na yeye atakapokuwa anautoka mji wa Makka, bila ya shaka wataulizana, man hadha, huyu ni nani? Na watapeana majibu ya kwamba ni ibnu rasulillah, ni mtoto ama mjukuu wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa nini anatoka? Watapata jibu ya kwamba anatoka kwa sababu Yazid bin Muawiya ameweka mbinu na njama ya kuhakikisha ya kwamba al-Imam al-Husayn anauawa popote atakapokuwapo. Na ndiyo maana tukasema tukio la kutoka kwa al-Imam al-Husayn ndiyo mwanzo na msingi wa harakati nzima ya al-Imam al-Husayn. Ina maana wale ambao waliokuwa wanakwenda kuhiji mwaka ule walijua ya kwamba al-Imam al-Husayn sasa hivi anauacha mji mtukufu wa Makka,
anaelekea katika viwanja vya Karbala kwa sababu Yazid ibn Muawiya anataka kumuua al-Imam al-Hussein, na al-Imam al-Hussein hayupo tayari kuuawa katika maeneo matukufu ya Al-Kaaba. Hivyo akaona ya kwamba aelekee katika viwanja ambavyo alitabiriwa na babu yake mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.